Ulizo. Kwa hiyo kuna shida sehemu. Ina maana wao walisema watatufunga mechi 10 mfululizo na kweli zibaki mechi 4 hizi zifike 10. Kwa hiyo sisi kama mechi tunakuwa tunapoteza. Sio unaelewa mpaka hapo. Kwa hiyo inaonekana baada ya mechi hiyo mnazungumza kuna shida. Mechi inayofuata mnapoteza tena mnazungumza kuna shida. Hiyo shida ni ipi na ambayo imeshindikana kutatuliwa? Shida kubwa inakuja kwamba wakiongelea wachezaji wako vizuri. Wachezaji wote wako vizuri. Umeelewa? Na usajili uliofanyika ni mzuri. Ila kuna shida ya mwalimu nayo. Mwalimu anashindwa kufungua. Yaani mwalimu mfumo wake ni mgumu ambao hauleti magoli. Ni mfumo ambao unachezea mpira muda mwingi tu. Pasi zinapigwa nyingi, mwisho siku hazileti tija. Wewe unaangalia kipindi cha kwanza tumecheza sisi, kipindi cha pili wamekuja wao wametufungga. Maana yake mfumo wa mwalimu unakuwa ni mwingi wa kutoa pasi. Inaonekana mcheza mpira vizuri, mnashangiliwa, lakini mwisho siku matokeo ni magoli. Matokeo sio kupiga pasi. Ndio kitu ambacho kimetugharimu mpaka mida hii. Kwa hiyo mpaka tunaona mitamboni tumepoteza pambano la 6. Na pambano la 6 tunalipoteza sisi. Tuseme tunapoteza kizembe. Mcheze nyie mfungo nyie. Na sio mechi hii tu, hata ile ya goli 2. Tumecheza sisi tumefungwa sisi. Kwa hiyo kwa tukubaliane kwamba sisi kwa ujumla ni kwamba mechi za Yanga zimetushinda. Yanga wameshinda. Sasa utasema nini? Mara 6 mfululizo ni kwamba Yanga ametushinda. Sasa kila kija mara ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya 4, ya 5, ya 6 tunafungwa sisi. Hii ni aibu kubwa sana. Klabu kubwa kama Simba, wenye utani wa jadi kama wakutana na Yanga, hatuwezi tukafungwa mara 6 mfululizo alafu viongozi bado wanachekelea. Hiyo sio sawa. Zamani ilikuwa mkifunga mechi moja viongozi wanaondoka. Leo hii mechi, sikiliza kwa makini. Hivi tu ni pointi sasa. Kila kocha aliyekuja Simba katufunga. Umeelewa? Alikuja Nabi katufunga. Gamondi katufunga. Kaja wana Mwarabu huyo juzi katufunga. Huyu bwana Mburushi naye katufunga. Sasa waone kwamba ni aibu hiyo. Kila kocha anatufunga. Yaani kila kocha anakuja kujifunzia kwetu. Hii ni aibu. Bado hajanielewa tena. Makocha karibu 6 waliopita katika klabu ya watu wametufunga. Sisi tunashindwa wapi? Tunafeli wapi? Maana kuna sehemu kuna shida. Sio ndio mpaka hapo. Na wao tuachie tunacheza, tunapiga pasi zetu, mwisho siku wanapata goli moja, wanapata matokeo, Yanga wanaondoka. Hivi na hivi wameanza na ngao. Yaani katika makombe ambayo wameanza nao, kwa mwaka huu, msimu huu wameanza na ngao. Hii ni aibu. Ndio mshindani wako kwenye yaani Yanga tayari wana kombe moja liko mpaka mida hii tunapokwenda mitamboni. Sisi tunafeli wapi? Suluhu ipo, ila suluhu haitaki kusemwa. Suluhu ipo, ila suluhu ni ngumu kuisema. Wenda wao hawaifahamu, unaweza kwa narudia tena. Suluhu ipo, na suluhu haisemwagi. Utawasilisha vipi? Narudia tena. Suluhu ipo, lakini suluhu kiisema itaweza kuleta taharuki, lakini suluhu ipo. Na usipoisema unafikiri tatizo linaweza likatatuliwa. Na ukilisema utaonekana wewe mbaya. Lakini suluhu ipo ambayo inatutesa mpaka leo. Kwa nini tuteseke mara 6 mfululizo? Mara 6 mfululizo tuteseke kwa ajili gani? Tunafungwa na makocha wote wanaokuja. Yaani anakuja kocha huyu anajifunzia sisi. Anakuja kocha huyu anajifunzia sisi. Mpaka huyu Mburushi yetu anajifunzia kwetu sisi. Mpira tunacheza sisi, wao wanatafuta timing, wanapata goli moja, mchezo umeisha. Matokeo haya yamepunguza imani kuelekea msimu ujao. Kwanza nikueleze kitu. Kwa hiyo sasa mara 6 imani ya wana Simba itazidi kushuka. Watu wamejitahidi kununua jezi. Umeelewa? Watu wamejitahidi kuja Simba Day. Imani kwenye ubingwa, imani kwa viongozi. Sasa ubingwa utauchukuaje tena? Sasa kama huyu ambaye unashindana naye ndio mechi sasa itakuwa mechi ya mwisho mnaamua naye. Sasa kufunga tu tena anachukua ubingwa. Maana yake fungua ya kufunga Yanga hatuna. Bado sisi tumekuwa watu wa kulemewa. Tumekuwa watu kulemewa kivipi? Yanga kila kocha anayekuja anatufunga, kila uongozi unaokuja anatufunga. Yanga wanacheza wanavyotaka wao. Kwa sababu walituahidi mara 10, hii ni mara 6, bado mara 2, mara 4. Na hizo 4 huone kabisa matumaini yake. Na hizi kwa wapi? Na hizi inaonekana kama tunaendelea kufungwa. Timu ifanye usajili bora. Usajili hata bora vipi? Issue nzima katika wanasubiria. Kwenye redio wako wanasubiria. Na nyinyi mnasubiria sana nimetoa ahadi sana. Sasa hii hali itaenda vipi? Leo anaenda kupiga mafataki ndio raha, wameshinda sasa utafanyaje? Kwa hiyo kwa ujumla Simba Sports Club inahitaji mageuzi. Na mageuzi lazima yafanyike. Na mageuzi kufanyika ndio suluhu ya Simba. Bila mageuzi yao kufanyika, sisi tutaendelea kuumia. Mageuzi wenyewe wanajua mageuzi. Kwani wenyewe wanajua kinachoendelea nini? Nasema hivi, kuna mageuzi ndani ya Simba bila yabadilike. Bila hivyo hali itaendelea kuwa vile vile.